Okay. Mnaendeleaje za kujifunza? Mwenye changamoto yoyote? Hamna? Haya basi, leo tutapitia kwenye tahadhari. Kwa nini tahadhari? Vitu ambavyo tunaenda kuviangalia hapa ni vile ambavyo mara nyingi vinawakosesha ajira na vinawakwaza waajiri. Yaani mabosi wengi wanakeleka kwa sababu hizi tabia zinakuwa ni za kujirudia mara kwa mara, sio tu kwenu nyinyi, hata kwa wale ambao wanawachukua sehemu nyingine, wanawachukua sijui kutoka mikoani na wapi, wanakuwa na hizo tabia. Kwa sisi kwetu tunajaribu kuwajenga ili kuto kuwapitisha mabosi kwenye changamoto kama hizo. Yaani tunakwambia ni tahadhari, ina maana unatakiwa kujitahidi kuviepuka. Ukiviepuka vitu hivyo unaweza ukajikuta maisha yako kazini hayao magumu hivyo. Kwa sababu ni kwa sababu gani? Unakuwa umeshajiandaa kuepuka changamoto ya namna hiyo. Mojawapo ya vitu ambavyo pia ni madoa au dosari kwenye kazi zetu za ndani ni kuchelewa. Hii inakuwa kwa wenzetu wote. Kwa mfano nyinyi ambao mnakaa kwa waajiri moja kwa moja na wale ambao wana kazi za kwenda na kurudi. Yaani mostly kuchelewa. Hasa wanaokwenda na kurudi, kama muda wa kuripoti kazini saa 1, unakuta saa 1:30 bado hajaripoti. Na watu wengi hawawezi kusubiri, yaani mabosi wetu hawawezi kusubiri muda mrefu kwamba anashindwa kuondoka nyumbani kwa sababu anamsubiri dada hajafika. Hiyo inakwaza na inawakera sana mabosi zetu. Lakini pia hata nyinyi ambao mnakaa kwa waajiri, mwanzoni mnakuwa na wenye nidhamu na ratiba safi, unaifuata, unaamka kwa wakati, lakini ukishaanza kuzoea mazingira unakuta tunapigiwa simu au tunakuta na video zenu tumetumiwa saa 1:30, smart dada umelala. Lili, yaani wewe hiyo nguvu ya kulala unaipata wapi wakati uko ofisini? Kwa sababu sisi tunasema ile ni ajira kama ajira nyingine. Hauwezi ukao unalala wakati unajua hiyo siku ni ya wewe kuhudhuria ofisini. Kwa hiyo unatakiwa uiheshimu, uipe thamani na uweze yaani ukiheshimu ndio hivyo utafuata utaratibu kwamba utakuwa unaenda kwa wakati, yaani unajali wakati wako, unajali muda wako. Huwezi ukafanya kazi yako kwa kuchelewa kwa sababu unajua yule mwajiri wako ndio aliyeshikilia pesa yako. Sasa ili upate ile pesa unatakiwa ufanye vitu vyako kwa wakati. Unaamka mapema, unaoga, unaanza kufanya majukumu yako. Ina maana ukiamka mapema ndio utaweza kuifuata ratiba yako. Kwa hata ile ratiba ambayo tunawaambia muandae, kama ikatokea yaani umechelewa asubuhi kuamka, unaweza kukuta ratiba ya asubuhi ile yote inachelewa kwa sababu ulichelewa kuamka. Kwa hiyo utakosa muda wa kuoga kwa wakati, aidha hautaoga, of which sio, yani hilo nalo ni kosa kwetu. Sisi hatutegemei dada ambaye ametoka kwetu anaamka tu anaanza majukumu na jasho la jana usiku. Hapana. Kwa hiyo wewe ili uweze kuendana na ratiba, uifuate vizuri, unatakiwa uwe umewahi kuamka. Hapo ndio unaweza ukajiandaa kwa wakati, ukaanza majukumu yako kwa wakati. Kama ni vifungua kinywa basi ukawa umeweza kujiandaa kwa wakati. Lakini pia kitu kingine ni tuna watu ambao mnafuata, yani mnatengeneza ratiba, mnaonekana watiifu mwanzoni, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda mnaipuuza hiyo ratiba. Yaani hamuifuati kabisa. Kwa hiyo unakuta ratiba yako ilikuwa kuamka saa 11, utasikia bosi akipiga simu tunauliza dada anaendeleaje. Nasikia pale mwanzoni alikuwa anajitahidi kweli. Yaani alikuwa anaamka mapema, anafanya majukumu yake vizuri mpaka raha. Lakini sasa hivi anaamka muda anaotaka yeye. Unaamkaje muda unaotaka wewe wakati upo kazini? Unatakiwa ufanye majukumu yako, na uzuri ni kwamba ukifuata ratiba yako vizuri utajikuta una muda wa kupumzika. Lakini kama unafanya vitu wafuate ratiba yako, ndio unajikuta muda wote unatakiwa uendelee kuhangaika kwa sababu haujafuata ratiba yako kuanzia mwanzoni. Lakini kitu kingine kinachokera hapo ni kupoteza muda. Yaani dada unafanya vitu ambavyo ni nje ya kazi kwa muda mrefu zaidi. Afu ikitokea muda ambao unatakiwa uingie kwenye ratiba ya mchana kupika, unakuwa unashindwa. Kwa nini? Ni kwa sababu umepoteza muda wako mwingi kwenye kitu ambacho hakikuwa na ulazima. Kwa mfano, dada unapoteza muda kwenye kuchezea simu. Au ukipokea simu basi masaa 2 umekaa hapo nyuma tu, bosi anaita na wewe uko busy na simu. Unakuja kuangalia ni saa 6:30. Unatakiwa uandae chakula cha mchana, bado hujaandaa mboga. Una uhakika kwamba muda huo by saa 7 tutakula? Kwa lazima utachelewa. Kwa hiyo utarudi tena kwenye ratiba yetu kwamba umevuruga ratiba yako, tumeshindwa kula chakula kwa wakati kwa sababu wewe umepoteza muda kwenye simu. Kitu kingine kwenye kupoteza muda, kusuka. Na ndio maana tunaelekeza jamani, sukeni hivi, vitu ambavyo havitopoteza muda. Kwa nyinyi mnaonyoa angalau, yani inakuwa imetupunguzia hizo kero za kuagwa kwenda saluni. Kwa sababu tunatarajia ukiaga unaenda kunyoa au utatumia masaa 2. Lakini mnaosuka
sawa, upo kazini, basi fanya yani suka kitu ambacho hakito kufanya utumie muda mrefu kazini. Kuna wadada ambao wapo kazini na wanajijua, anaaga labda ashaandaa chakula cha mchana, ashafanya majukumu yake vizuri, lakini anaondoka anaenda kusuka, lakini huko atatumia masaa 3-4 mpaka unarudi unamkuta bosi wako ndio yupo jikoni, afu ujisikie hata aibu, ujisikii vibaya, unasalimia tu, unapitiliza kwenda kuoga. Hiyo sio tabia nzuri kwa kweli. Yani sio tabia ambayo sisi tunasisitiza. Ndio maana tunaambia basi kama mnasuka ni sawa, ila usitumie muda mwingi saluni. Yani hiki kitu cha kupoteza muda, hata kama bosi hatakwambia. Yani umerudi kwa kuchelewa, umemkuta anafanya majukumu mengine, hajakusema chochote. Ila unatakiwa tu kujua kwamba hawezi kujisikia vizuri. Yani haiwezekani wewe anayekulipa ndio umeenda kusuka afu ndio amegeuka dada kwa muda mfupi. Ungekuwa wewe ndio unalipa hela, ungejisikia. Lazima ungejisikia vibaya. So ili yani muda wote usifanye kitu ambacho kitamfanya mwingine ajisikie vibaya, especially bosi wako. Lakini muda mwingine yani kwenye kupoteza muda tena, namna ambavyo una behave. Yani wewe umefika tu basi ushamjua jirani, unamjua dada gengeni, unamjua kaka wa dukani, yani unaongea na watu muda wote, unaongea ovyo ovyo. Kwa hiyo unapoteza muda mwingi kwenye kupiga story ambazo hazina maana. Kile sio kilichokuleta pale. Wewe umepelekwa pale kazini, umeenda dukani ni mara moja sharp kurudi. Na mostly wengine ambao wanafanya manunuzi wao wenyewe. Kwa hiyo unakuwa hauna hata sababu ya kutoka huko yani kuambatana na hao majirani. Kwa hivyo yani kwa namna ambayo itakufanya wewe upoteze muda. Kwa hivyo. Lakini kitu kingine kikubwa, yani kwenye kuchelewa ndio hivyo kwamba unachelewa kwenye kuamka, unachelewa kutokufuata ratiba, unapoteza muda mwingi kwenye vitu ambavyo sio lazima. Lakini kitu kingine ni kutokuwa makini. Yani pia ni tahadhari ya kuchukua. Kutokuwa makini na usalama. Umakini kwenye nini? Vitu ambavyo unavikuta hapo. Ina maana bosi anayekuchukua wewe anakuwa mijidhatiti kwamba na mtu wa maana nyumbani. Atakuwa makini na mali zangu. Sio wewe mtu ametoka nje amerusha jiwe mpaka limepasua kioo cha gari labda. Alafu wewe hujui chochote. Yani upo hapo ndani utasema mimi sikusikia. Ina maana hauko makini, na kama ndio hukusikia, lakini at least ungekuwa umepita nje mara kadhaa unaangalia mazingira ya nje yakoje. Sawa, wengine wametoka, lakini wewe uliobaki angalia, yani pita mara moja nje, urudi ndani, uendelee na majukumu yako. Ili hata kama ukawa na changamoto, wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kuripoti, kumfahamisha bosi wako kwamba bosi, naona kuna mtu amerusha jiwe huko, au naona kuna hiki kimefanyika tofauti, naona kuna kitu fulani kilikuwa sehemu fulani jana usiku, lakini leo sikioni. Unakuwa ni mtu wa kwanza kutoa taarifa, na hiyo ndio inaonekana unajali mali za bosi wako. Lakini wewe upo tu, yani huelewi. Bosi akirudi ndio anasema kitu fulani mbona sikioni huko nje. Wewe ndio kwanza unashangaa tena ukumbuki kama kilikuwepo. Hiyo kutokuwa makini. Lakini pia usalama wa watoto, especially kwa dada ambaye unabaki na watoto nyumbani. Wale wa miaka 3, 4, 2. Yani yule ni mtoto ambaye anakuwa na fujo. Mostly hiyo ndio tabia yake kwenye muda huo wa ukuaji. Kwamba unatakiwa sasa unamchukulia alivyo, jifunze tabia zake. Na hapo, yani kwa mfano huyo miaka 3, 2, au wa kike au wa kiume, popote unapokuepo, awe mbele yako. Hayuko mbele yako, geuka umuone, mfate, kwa sababu hapo ndio utakuwa unahakikisha usalama wake. Lakini kama wewe alikuepo hapa, hujui aliko, unarudi ameanguka huko ashachubuka. Mwambie tu bosi fulani alianguka. Aliangukaje na wewe ndio ulikuwa na mtoto? Na mostly majukumu yako unakuwa umemaliza mapema. Kwa hiyo huu muda ambao mpaka mtoto anakuja kuumia, ulikuwa unafanya nini? Kwa hiyo unaonekana haujali usalama wa mtoto. Lakini pia unatakiwa uwazingatie watoto ambao wanaanza kujifunza kushikashika vitu. Labda kwenye amefikia ile sehemu ambayo anaweza kugusa jikoni, asiwashe jiko. Yani kwa unapita unaangalia mara kwa mara. Zima mtungi. Yani ina maana hata kama akiwasha kwa bahati mbaya, basi gesi haitotoka. Ndio itakuwa yani umejikinga na hizo hatari ambazo zinaweza kujitokeza. Wewe ndo ambaye unatakiwa umwangalie mtoto. Lakini pia kuchezea vitu vyenye ncha kali. Anaweza akawa yani pia unatakiwa ili uweze kujali usalama wake na kuzingatia usalama wake, hivyo ambavyo vinakuwa na ncha kali, especially vitu ambavyo tunatumia jikoni, vifaa tunavyotumia jikoni, kisu, sijui vitu gani, unatakiwa uvihifadhi sehemu ambayo sio rahisi yeye kufikia. Na kama inafikika, basi wewe ndio unatakiwa uwe unamchunguza mara kwa mara. Yani humuoni, unahisi yuko jikoni, wahi umwangalie. Wewe ndio utaonekana unajali usalama wa mtoto. Lakini kama unasikia hapo jikoni bwana toka huko, wewe umekaa sebuleni uko busy na simu, wewe kwa kweli unakuwa huwezi ukakidhi mahitaji ya bosi wetu, kwa sababu kiu kubwa ya mama ambaye anakuacha wewe na mtoto wake ni kwamba mtoto awe salama, mtoto awe amekula, mtoto awe yani anavyoenda kazini, akirudi anakuta mtoto yuko salama. Sio anaenda akirudi anakuta leo alichubuka, kesho amejikata. Hiyo inakuwa sio tarajio lake. Na wewe unakuwa huwezi yani kukidhi vile vigezo vya yule dada ambaye bosi alituamini sisi kama ofisi akakuchukua kwetu. Lakini kitu kingine, kutozingatia usalama wa nyumba. Hii inawakosti wadada wengi.
kwamba akiwepo ndani yeye basi hajali tena kuhusiana nje. Tena zuri ndani anakuwa labda yuko chumbani, mlango wa sebuleni uko wazi, geti ni hakufunga. Kwa hiyo hata kama mtu anaweza kapita kaingia ndani akafanya chochote, wewe hujui. Kwa hiyo wewe ambaye unakuwa umeachiwa nyumba, hata kama upo na mtoto, kwanza hakikisha geti limefungwa. Hii itakusaidia pia mtoto asiweze kutoka. Kama atakuwa basi ni humo ndani, utakuwa na urahisi wa kumtafuta. Sio geti umeacha wazi, ukiita uko ndani kote mtoto msikii, hujui aliko. Unaanza kutoka nje, unaanza kutafuta mtoto. Hiyo inakuwa ni tabia ambayo yani ni zaidi ya tradition. Sasa ili usionekane kwamba umefika kwenye level hiyo, basi unatakiwa ndio wewe una uwezo wa kuzingatia usalama wa mtoto. Lakini pia kuzingatia usalama wa nyumba. Kwamba unahakikisha geti umefunga, mlango umefunga. Unafanya usafi chumbani, funga vizuri, ingia kule. Ili hata kama kuna mtu anakuja, utamsikia akigonga. Kuliko tu unafika umetoka chumbani kufanya usafi na mkuta mtu amekaa sebuleni. Amekuja saa ngapi? Hujui. Ni amealikwa na nani? Hujui. Amechukua nini, ameacha nini? Hujui. Kwa hiyo unakuwa haujazingatia usalama wa nyumba. Na sio lazima, sio tu lazima, hii ni sheria. Ukiwa kwenye nyumba ya bosi, kama haujapewa taarifa ya mgeni anayekuja, hauruhusiwi kumfungulia. Yaani akija hapo, wewe ni nani yupo getini? Fulani, nikusaidieje? Niliambiwa nije na nani na madam, naomba nimpigie simu. Au mpigie kwako. Mpigia, yani wewe unamsikia wewe bosi wako hapo amesema mfungulie, huyo ni fulani fulani. Sio amekwambia tu mimi ni fulani unamfungulia. Umemwacha hapo huko jikoni ameiba kitu. Unajuaje? Kwa hiyo huwezi ukamleta yoyote ndani, na hii hata kwa ndugu zako. Huwezi kumruhusu ndugu yako aje nyumbani kwa bosi. Kwa sababu bosi atakiwa kupokea wageni wangapi? Yaani kwa mfano ndio tumewaruhusu. Kwa wewe ndugu zako hawatakiwi kwenda kwa bosi. Hao ndugu wa bosi ambao unawafungulia tayari wewe na taarifa nao. Vipi kama aliyekuja amesingizia sio ndugu wa bosi, ni jambazi ameingia huko? Kuna usalama wako pia. Yaani hapo itahusisha na usalama wako. Kuwafungulia strangers inaweza kusababisha wewe pia matatizo, au mtoto akatekwa, kaibwa, au wewe ukabakwa. Yaani chochote cha hatari kinaweza kutokea. Kwa hiyo ukiwa unajali usalama wako, usalama wa mtoto na usalama wa nyumba, basi inampa amani hata bosi kwamba ana uwezo hata kisafiri, anajua kuna dada amemwacha anajielewa. Kuna dada ambaye atasimamia vitu vyake.